Mheshimiwa sana baba paroko, watawa, kamati tendaji halmashauri ya walei parokia, waimarishwa, wazazi na wasimamizi, waumini wote wa parokia ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze, pamoja na wageni wote tunaoshiriki pamoja katika adhimisho la misa takatifu ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo kwa kukutanika pamoja hapa kwa adhimisho hili, na ni furaha kubwa tunapoona watoto wetu hawa 266 wakitarajiwa kupokea sakramenti ya kipaimara. Na yote haya yanaonyesha usitawi wa kanisa letu Katoliki hapa Chalinze, ambalo vile vile ni sehemu ya jimbo letu la Bagamoyo, na kwa sababu hiyo inatia moyo, na vile vile kuwapata hawa tunajua kwamba Ukristo unaimarika zaidi. Katika masomo yetu ya leo tunamuona Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Roho Mtakatifu anavyokuja kwetu. Hatuachi tukae kimya, hatuachi tutulie. Cha kwanza anatuumba upya. Katika wimbo wa katikati tumesikia hivyo, wampeleka Roho Mtakatifu waufanya upya uso wa nchi. Roho Mtakatifu anaumba, anatufanya upya. Kwa nini upya? Kwa sababu kuna ya zamani, kuna mapya. Kuna mtu wa zamani na mtu wa sasa. Maana yake nini? Anatutoa katika dhambi, anatuweka katika wana wa Mungu kwa neema zake. Na ndio maana Roho Mtakatifu tunamuona ni Mungu anayekaa kwetu. Unaposoma waraka Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 aya 16, pale tunaambiwa sisi ni hekalu la Mungu. Na katika maneno yale alisema kwamba hekalu hili la Mungu ambalo ni takatifu kabisa, na ole wake ambaye anataka kuharibu hekalu la Mungu, maana kataangamizwa. Sawa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa ndani mwetu. Roho Mtakatifu ni Mungu anayetenda kazi pamoja nasi katika utume wetu, katika yote tunayofanya. Roho Mtakatifu anatutakatifuza katika sakramenti tunazozipata. Kwa ubatizo tunapokea neema ya utakaso, tunakuwa wana wa Mungu. Kutoka dhambi tunaoshwa, tunakuwa weupe, tunakuwa wana wa Mungu, warithi wa uzima wa milele. Katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunalishwa, tunapata nguvu ya kupambana na adui mwovu. Katika sakramenti ya upatanisho tunarejeshewa tena yale yaliyopotea kwa sababu ya dhambi zetu. Katika sakramenti ya kipaimara tunapata nguvu, tunaimarishwa kuwa maaskari hodari wa kulinda imani na kuitetea imani. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu anayetufundisha sisi. Na pata picha, mwalimu anakufundisha alafu wewe si msikivu, ni tatizo katika maisha. Kwa tunahitaji kuwa wasikivu. Anatufundisha, anatuelekeza, anatuonyesha njia. Lakini Roho Mtakatifu anatupa mapaji. Kila mtu ana kipaji chake hapa. Lakini mapaji kutoka kwa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya huduma ya jamii ya Kristo, si kwa ajili ya kitu kingine, si kwa ajili ya majivuno, si kwa ajili ya kiburi, ni bali kwa ajili ya kumsifu yeye. Roho Mtakatifu huyu anakuwa ni Mungu anayesikia, anatusikia sala zetu tunazoomba. Anatufundisha kusali, lakini sala tunazozitoa anatusikiliza. Na kwa sababu hiyo ndio maana sema Roho Mtakatifu anatuumba upya. Roho Mtakatifu anakuwa dira yetu katika utume wetu na katika yote tunayoyafanya. Somo la kwanza linaonyesha jinsi walivyokuwa
mitume baada ya Yesu kupaa mbinguni wamekaa pamoja na waliambiwa wasitoke nje ya Yerusalemu. Na Roho Mtakatifu tunaambiwa katika somo aliwashukiwa wakiwa pamoja. Walikuwa pamoja. Na kuna mambo ambayo ni ya nje ambayo yalionekana, pengine walikuwa bado hawajajua. Sasa kukaja uvumi kama upepo mkali kutoka mbinguni ukajaza chumba walichokuwa. Pepo mkali kama una kilo nyingi unaondoka zako, unapeperushwa. Kwa wale ambao wako kama Marekani, kama sehemu fulani kule kuna upepo kama anasema tornado linabeba paka magari paka nini. Sasa upepo mkali tunaambiwa ukaingia katika chumba kile. Maana yake sasa waweze kuwa na misingi wale watu. Maana kelasi atatoka. Upepo mkali huo ukaambatana vile vile, tunasema ndimi kama ndimi za moto zikaenda kwa kila mmoja. Tunaambiwa wakajazwa Roho Mtakatifu. Kuonyesha kwamba wamejazwa Roho Mtakatifu, waliongea lugha mpya. Wameumbwa hawa, wamekuwa kitu kipya. Wameumbwa wanaongea lugha ile nyingine kabisa tofauti na waliokuwa naiongea kabla. Wakanena lugha. Cha ajabu waliokuwepo kwa sababu walitoka sasa kwa ajili ya kuweza kuhubiri habari njema. Wametoka, wanapohubiri watu wanawasikia kwa lugha zao. Tunaambiwa katika somo hili wale wanashangaa, iweje hawa jamani wa Galilaya, lakini wanaongea kwa lugha yao ile, tunawasikia katika lugha zetu. Lakini wanashuhudia matendo makuu ya Mungu. Yote yanaonyesha ujio wa Roho Mtakatifu juu yao. Hawa watu walipompokea Roho Mtakatifu wamekuwa kitu kimoja, wanaongea lugha moja, wanafanya mambo pamoja, wanaishi maisha ambayo ni ya umoja, hawatengani, hawabaguani. Kama sehemu za kwetu wakati fulani mtu anaweza kusema huyu wakuja, huyu ni mzawa wa wapi? Wakati fulani unaweza kujiuliza sasa, mtu anasema mzawa ni mzawa, huyu ni wakuja. Nani ambaye si wakuja katika dunia hii? Tumeikuta dunia hii. Na tumeikuta dunia hii, tunaiacha dunia hii. Tutakufa. Na ndio maana tusife katika kinyongo, tusife katika chuki, tusife katika maovu. Tufe katika upatanisho, tufe katika umoja, tufe katika upendo. Tufe katika umoja huu, tunaongea lugha moja. Maana tunashirikiana, tunasaidiana katika shida, tunafurahi pamoja katika furaha. Ndio maana yake. Hawa jamaa hiyo wakiwaona wako kitu kimoja. Wakiwaona wanaongea lugha moja. Sio mwingine anatukana mwingine, huyu anamdharau mwingine. Sasa hao jamaa ni nani hawa sasa? Ile watu wanawaangalia, wanawaelewa. Kwa maisha yao wanayoishi yale, wanaeleweka na watu wote. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa sisi. Kuondoa ubaguzi, kuondoa mambo yoyote yale ambayo yanatufanya tusiwe kitu kimoja, kuondoa chuki, kudumisha upendo, ushirikiano, umoja. Inayotakiwa. Na somo la pili linatukumbusha bado kwamba tunapoishi pamoja hapo, tuna kila mmoja na kipaji chake. Mwingine anajua kuimba, mwingine anajua kuongea, mwingine anajua kuongoza. Lakini yote haya asije kaanza kujivuna kwamba mimi nina uwezo, mimi ninaweza kufanya hiki, bila mimi zimejaa ubinafsi. Tunaambiwa katika somo hili vipaji tulivyo navyo ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kuvitumia kutajirisha jamii ya Kikristo. Ndio maana nasema ni mwili mmoja. Tumeambiwa katika somo hili ni mwili mmoja. Ndio mwelekeo huu
Na kwa sababu si kwa ajili ya kujivuna, nisipokuwepo tuone sasa mimi siendi sasa. Tuone kama wataimba. Kama ni mwalimu wa kwaya anasema mimi najua kuimbisha bila mimi hawataweza. Ngoja nisiende leo. Hapa ni kumdharau Mungu. Amekupa kipaji hicho kwa ajili ya ukitumia kwa ajili ya utajiri wa kanisa. Na si kwa ajili ya ubinafsi. Na ndio maana wale mitume wamempokea Roho Mtakatifu wakaona kwamba si wa kwao peke yao. Wanashirikisha. Wametoka, wanahubiri habari njema. Habari njema yenyewe Kristo amefufuka. Na alikuja kwa ajili ya kutukomboa sisi na amepaa mbinguni. Hivyo. Kwa hiyo ubaguzi ukiingia katika jumuiya, tukianza kuongea utofauti, ujue kwamba hii ni shughuli ya mwovu. Huyu ndiye anaanza kututawala. Lakini ungeona tunashirikiana, tufanye 1 2 3, tuweke hiki, tuende huku na huku na hiki, ujue kwamba ninyi Mungu anakaa kati yenu. Mungu ni upendo. Wanaoanza kupenda, Mungu anaishi kwao. Lakini kama kuna chuki, kama kuna ubaguzi, tunamfukuza Mungu kati yetu. Na ndio maana Injili inatukumbusha kabisa kwamba tukiwa katika mahangaiko, tukiwa katika shida, tunatawaliwa na hofu, woga, hatuaminiani. Ukimwona mwenzako anapita hivi unafikiri kama ana kisu. Ukimwona mwenzako hata akafa unaweza kaogopa hata kuchukua maji, unasema ameweka kitu huko ndani nini? Naonekana ameniwekea sumu. Ukifikia hatua hiyo tumepotea. Hatuaminiani. Ukiona sasa hatuaminiani, amani haipo. Pasipo na amani kutakuwa na haki? Hakuna. Haki na amani vinaenda pamoja. Lazima viende pamoja. Si swala la kusifiana. Si swala la kusema kwamba kufichana. Ni swala la kusaidiana. Ni swala la kuongozana. Ni swala la kuelekezana kwenda kwa Mungu. Lengo letu tuende mbinguni. Hakuna ambaye atusali ili mradi kusali. Tunasali ili tuende mbinguni. Tunaongea na Mungu wetu. Atuongoze, atusaidie. Ndio hicho ambacho tunakifanya katika maisha yetu. Tusaidiane. Ndio maana Kristo mfufuka alipowaona mitume wake wapo kuchumbani mle wamejifungia, upepo kipita wanafikiri Wayahudi wanakuja. Walifikiri akaona wana hofu hawa, wanahitaji zawadi. Zawadi ya kwanza ya Kristo mfufuka ni amani iwe kwenu. Muwe na amani. Muwe na amani. Ni muhimu sana. Amani nayo hapa hii kama zawadi, si kwamba mlindwe na maaskari wengi, mapolisi na nane. Amani ya ndani. Ukiwa na amani ya ndani, hata sura yako itaonekana yani ni changamfu, ina nuru. Lakini kama una amani umekunjamana tu. Yani unakutana na watu, habari za asubuhi nzuri. Ukienda uwe karibu chakula, no kuna nasema nakula. Akisema huko kuna amani. Lakini una amani ya ndani. Karibu. Asante. Nimekula. Hivyo. Ukiwa kanisani, Bwana awe nanyi. Nawe rohoni unajisikia nyumbani. Nawe rohoni mwako. Nawe rohoni mwako. Unaimba wimbo nitajongea. Sasa nitajongea. Sasa jamaa atafika kweli kujongea huko paka altareni kwa mtindo huu? Hana amani huyu. Amepatwa. Ukipita barabarani humo paka pige honi mtu anaruka. Maana hajasikia muungurumo wa gari. Amejaa stress. Hana amani. Sasa amani ukiipata hiyo, uko makini. Na unaangalia yale ambayo ni muhimu. Na kwa sababu hiyo si msengenyaji wala si mzushi, bali ni mtu ambaye unaongozwa vizuri na huyo Roho. Kwa amani iwe kwenu. Lilikuwa zawadi kwa mitume wale waoga. Tunaambiwa kaonyesha yote, jamani mnaoga bado, nimefufuka. Angalia alama hizi.
Alafu baada ya hapo, baada naendelea, mnayo kazi ya kufanya kwa ajili ya kueneza habari njema. Ili mueneze vizuri habari njema, mnapokea nyenzo. Pokeeni Roho Mtakatifu akawavuvia. Pokea Roho Mtakatifu awasaidie katika utume wenu. Na mnapoenda kwa wanadamu, kuna vifungo ambavyo vinafanya washindwe kusikiliza habari njema. Dhambi, mkawaondolee watu dhambi. Kwa upande mwingine, hawa ni mitume wanapata uwezo huo wa kuondolea dhambi. Na mimi Mkristo muumini nafanya nini? Kuhani hapa naondolea dhambi. Kwa upande mwingine sasa muumini mimi nafanya nini? Niwe na fadhila ya msamaha. Maana mtu mwingine ananuna miaka nenda rudi. Sasa jamani, maisha yetu ni mafupi hayo, wewe unanuna tu. Anaenda kula chakula cha mchana, akirudi huko tena akitembea huku kwa ajili ya kununa tu. Na matokeo yake chakula anachokula ni kwa ajili ya kununa tu. Na wakati tumeambiwa mpende Mungu kwa nguvu zako zote, tumia chakula hicho kumpenda Mungu na jirani. Acha kununa. Msamaha. Ili muweze kutenda kazi pamoja. Na ndio maana tunaona kumbe Roho Mtakatifu anatuweka tuwe wamoja, tushirikiane, tusaidiane, tuongee lugha moja, tuhubiri habari njema pamoja, na kila mmoja aone wajibu wake. Kama mimi siendi Marekani kuhubiri habari njema ili injili iende mbele, lakini kuna mmoja ataenda Marekani, nimwezeshe. Kwa kumwezesha mimi ninachangia. Kwa mfano, kesho Dominika inaitwa Dominika ya Misioni. Ni Dominika ambayo nabidi nijitathmini mimi nachangia vipi katika amri ya Yesu aliyoitoa katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19 mpaka 20. Nendeni ulimwenguni mote. Ninachangia vipi mimi? Kutafakari siku ya misioni. Pengine mimi mzembe sitoe hata zaka. Hata nikienda sadaka yenyewe nikisema kama nitoe na hesabia mfukoni na Mungu ananijalia afya njema, zaka sitoi. Na yote haya lazima niangalie injili inaendaje mbele. Injili inaendaje mbele kama mimi sijitoi kwa ajili ya injili. Kwa ndio maana leo watoto wetu wanapata sakramenti ya kipaimara. Kwa upande wangu ni mara ya kwanza katika parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze kutoa sakramenti ya kipaimara. Ni mara ya kwanza katika jimbo letu la Bagamoyo. Ni siku muhimu sana kwetu hapa. Tunapokutana hapa kwa sakramenti ya kipaimara, na ni mara ya kwanza katika sakramenti ya kipaimara, ni siku muhimu, na hawa ni wa muhimu sana leo. Na ndio maana wasimamizi na wazazi mchukue kwa uzito wake, kuhakikisha kwamba tunawalea, tunawaongoza katika imani hii. Si kwa sababu ya sherehe, si kwa sababu kwamba wamehesabu wamemaliza kipaimara labda 10 ya kwanza anaenda ya saizi kipaimara si nini. Ila ni kwa sababu wameiva, wana utambulisho, ni Wakatoliki hawa, wanathibitishwa leo kwamba wanajua imani hiyo na wanaishi imani, na wanaenda kushirikisha kama misionari. Sio waoga, ni na ujasiri, wamempokea Roho Mtakatifu. Ndio hiyo muhimu ambayo lazima tuliangalie hiyo. Na tulipende kanisa letu, na tupende imani yetu, tupende parokia yetu. Wanachalinze, na kila mmoja anajua kwamba umetoka kwenye vigango vile. Nimefika kwenye vigango vyenu vile, sijui kama mmeshaongeza maeneo huko, sijui. Watoto hawa wanapata sakramenti ya kipaimara na wanarudi huko. Tuhakikishe kwamba tunafanya bidii. Leo mnataka kujenga sasa kanisa la parokia, kazane. Nimeona ramani yenu nzuri.
Mkimaliza hiyo, mtaona nyewe wenyewe mnabadilisha Chalinze nzima hapa. Na ili mfanye hivi, mnahitaji kutoa sadaka. Sadaka inauma. Michango yenu mtoe kwa bidii, ili mmalize mapema hilo kanisa na muweze kulitabaruku na muingie huko ndani. Ni la kwenu, wala si la paroko.